Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Damson Samuel Kasote. Tunaendelea na tamasha hili, tuko live kabisa kupitia Nonji TV bana, na leo niko na mtumishi wa Mungu mwingine. Huyu ni mtu muhimu sana hapa bana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Onesmo Benjamin Mnyagane. Onesmo Benjamin Mnyagane. I say Onesmo Bantu, unajua watu walizio. Kumbe ni Mbantu. Majina kibantu yanafanana, kwa hiyo mimi Mnyagane. Mnyagane. Bwana Mnyagane ni mtu wa wapi? Mimi ni mtu wa Iringa. 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 Ndio Mfindi. Mfindi. Ndio. Bwana tunabarikiwa sana kuwepo mahali hapa. Hapo uko live kabisa kupitia Nonji TV. Na leo tuko mubashara kabisa, tunarusha live kabisa ili kongamano, ili tamasha hili. Sasa natamani kujua hapa kanisani una cheo gani? Mimi ni katibu wa kanisa. Katibu wa kanisa. Ndio. Katibu, barikiwe sana. Kumbe wewe ndo kila kitu hapa kanisani. Sasa katibu kazi unayo. Tuambie kanisa lako hili limeanza mwaka gani limeanza huduma yetu? Ili kanisa huduma imeanzia kwanza Yombo. Miaka ya 2005 huko. Mtumishi wa Mungu alipotoka Mbeya, Mungu akamuita kuja kuhudumu Dar es Salaam. Mtume huyo. Mtumishi wa Mungu kwa Apostle Mbukile Mlango. Kwa alikuja huko Dar es Salaam. Exactly siwezi kutaja muda mwaka kamili alikuja kule Yombo alikuanza ile huduma, lakini pia Mungu akamuita kwamba ndipo nimekuta kule Dar es Salaam, lakini vizuri sasa uende sehemu nyingine kwa kutuma au kwenda kutumike. Wewe pia umeanza lini huduma yako? Hapa mimi nimeanza kuabudu mwaka 2018. Muda mrefu sana. Ndugu mtazamaji wa Nonji TV, 2018 mtumishi wa Mungu anachapa injili. Sasa leo bana nimeambiwa mna kitu kikubwa sana hapa. Ndio. Ni tamasha la kusifu na kuabudu. Nasikia mmealika sana watu wengi. Nataka uniambie, je, wewe kama katibu, jambo gani zuri mmewaandalia wageni ambao wanakuja siku ya leo? Kwa kweli wageni wetu tumewaandalia neno la uzima. Maana kusifu na kuabudu ndani yake kuna Mungu. Kwa hiyo waje kutarajia kupokea Mungu aliye hai. Mahali hapo tunamwabudu Mungu wa mbinguni aliye hai. Hakuna porojo, bali neno la Mungu nalimwa mahali hapa, na sifa nasema wamwabudu harusi wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo wategemee kupokea sifa ambazo Mungu anazikubali. Na kwa yenu inaitwaje? Kwa yetu inaitwa Yes Lord, ndio kwaya kuu, lakini pia tuna kwaya ya vijana. Wote watahudumu siku yote, wote watahudumu mahali hapa. Basi kwa kifupi kabisa naomba watajie namba yako kama katibu wa kanisa, ili watu waweze kupata namna gani watafika kanisani wakiwa na huduma mbalimbali wanahitaji kufanyiwa maombezi. Watajie namba yako bwana. Namba yangu ya simu ni 0747 859678. 0747 859678. Hiyo inapatikana mpaka WhatsApp inapatikana hiyo. Mpaka WhatsApp. Ndio. Basi ndugu mtazamaji wa Nonji TV, tuko na katibu wa kanisa hili. Na kanisa letu umesema linaitwaje? The Faith Alive Church. Faith Alive Church. Imani iliyo hai Kiswahili. Imani iliyo hai. Basi na kipindi chetu kinaitwa Safari ya Imani. Basi kimeenda. Nashukuru sana. Basi ndugu bwana, ukaendelee na maandalizi. Mimi nashukuru sana. Nashukuru kwa muda wako sana. Na nawakaribisha wote ambao hawajafika mahali hapa. Na isiwe leo tu. Kwa siku nyingine, Jumapili tupo hapa, Jumatano tupo na huduma Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 mpaka saa 12, na mpaka mafuta ya Mungu yuko hapa. Kuna ofisi nzuri iko hapa kwa huduma ya maombi na maombezi na ushauri inatolewa hapa. Lakini kuna makongamano mengine yote yatakayokuja tunawaalika pia, maana mwezi wa 10 nipita nafasi mwezi wa 10 tuna tamasha kubwa kabisa la uinjilisti mahali hapa la siku 5. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10 kuanzia tarehe 8 mpaka 11 hivi. Kwa hiyo kuna injili kubwa sana elimu mahali hapa. Basi ndugu mtazamaji, usipange kukosa mwezi wa 10. Sisi pia Nonji TV tutakuepo kabisa katika siku hiyo njema. Sasa nahitaji uage kidogo watazamaji wetu wa Nonji TV. Ndio. Sisi huwa tunakupa nafasi ya kutoa somo lolote kwa ufupi. Tunaomba fungu lolote ambalo litamjenga mtazamaji wetu. Fungu ambalo kumjenga mtazamaji, labda tuosome Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua bado. Unajua wanadamu wengi tunaishi lakini hatuamini kwamba Mungu anafanya. Nataka nimeokoka lakini bado imani ndani yangu na bado Mungu hajafanya. Lakini kutie moyo tu, ili fungu linamaanisha kwamba muda wote muite Mungu na Mungu tayari kukuitikia. Mambo ambayo utegemei kukibia kwa kila binadamu Mungu anayafanya. Japo kwa changamoto nyingi kwa tamaa, lakini nakutia moyo kwa fungu hili kwamba muite Mungu atafanya mambo makubwa na magumu usiyojua bado. Basi ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Na Mungu awabariki sana, na wakaribishe nafasi nyingine kwa kuwakaribisha wote. Amina. Na ukuja Mungu awabariki sana. Amina. Baadaye pia tutapata muda wa kuongea na wewe. Na amani kabisa. Tunashukuru sana.